بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم من العلم، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الطلاب، حان وقت درسنا اللغة العربية هنا في المركز، فأرحب بكم جميعا، بل نرحب كل من يرغب إلى التعلم بها. وكما هي العادة، اليوم يوم السبت ومعنا دروس هنا كل السبت والأحد. لكن كما هي العادة في رمضان كلها توقفنا عن هذه الدروس اللغة العربية بأسباب شتى، واليوم إن شاء الله الدرس مبدوء. إذن فكن مستعدا وكن حذرا باستماع إلى هذه الدروس، لأنك ستتعلم كثيرا بإذن الله. طيب، كلكم بسم الله الرحمن الرحيم. لسان العربية مقاطع الكلام، القسم الأول. طيب, kwa hiyo bado mazilna bado fi maqati' al-kalam, bado tupo katika vipande vya maneno. Inakuwa ni ibara fupi fupi ambazo kama tunavyokariri mara nyingi, ambazo zinamsaidia mwenye kujifunza lugha ya Kiarabu kuweza kufikia kwa malengo haraka. Lakini tuko katika al-qismu al-awwal, itakuwa tuko kifungu cha kwanza au sehemu ya mwanzo. Itakuja qismu thani, qismu thalith, hakadha. Na hapo mbele inshallah karibu tutakuja kuanza ujitabu wetu unaitwa al-miftahu ila al-arabiyyati, ufunguo katika lugha ya Kiarabu. Kwa sababu tunajua kuna watu wengi wanapenda kujifunza lugha ya Kiarabu, lakini wengine wanataka ule msingi, na inshallah kijitabu hicho tutaanza mwanzo kabisa kwenye msingi wa lugha ya Kiarabu. Kwa sisi itakuwa ni faida, na kwa wengine ambao wanatufuatilia kupitia khilala hadhihi alqanat, kupitia channel hii, itakuwa ni istifadatan lahum, ni faida kwao. Mafhum? Tayib, inshallah kullukum awala nukarriru maa kama hiya alada. Mwanzo tunakariri kwa pamoja kama ilivyo kawaida. Kullukum hawil marratan ukhra. حاول مرة أخرى. الحشيش دخن مزاد العلني على عجل ليس مزاحا جئت نيابة عنه صعوبة الاتصالات غلاف الكتاب أطعمة مادية ألا أشغلك أنا لست جاهزا إلى الآن. أنا لست جاهزا حتى الآن. أرتجف من الخوف. أنزلني هنا. طيب، بعد أن نكرر مع الآن إن شاء الله ندخل مباشرة في شرح هذا الدرس. لكن قبل الشرح، هل هناك بحاجة إلى الشرح؟ هل توجد الحاجة إلى الشرح أم لا؟ توجد إن شاء الله. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba tuko kwenye maqatil kalam, vipande vya maneno, ibara ndogo ndogo ambazo ndani yake tunajifunza mengi sana katika maalumati ya lugha ya Kiarabu. Kwenda tukajifunza qad najidu fi'lan jadida, kwenda tukapata fi'lu mpya. Kwa tunaihifadhi vizuri na tunaikamata. Wa qad najidu isman jadida, na kwenda tukapata jina jipya. Bali tukajifunza mpaka
uzungumzaji. Kwa hiyo faalaika biljiddi waljitihad, ni juu yako kufanya bidii na jitihada, lianna man jadda wajada, mwenye kufanya bidii hupata, wa mansara ila darbi waswala, na mwenye kupita kwenye njia hufika kule anakoenda. Fa idhan faalaika bihifdhiha jaydan jiddan wa alaika biikthari ala tahadduth bihadhihi allugha alarabiyya fainatan ba'da faina. Kwa ni juu yako kuhifadhi vizuri na kuzungumza lugha ya Kiarabu mara kwa mara. طيب كلكم حاول مرة أخرى. معنى هنا فعل حاول ولا شك أنه فعل أمر. hakuna shaka ni fi'lu amri min fi'li hawala madhihi. Fi'lu madhi yake kuna fi'lu inaitwa hawala. Ma maana hawala ya jamaa? Nini maana fi'lu hawala? Madha yani hadha? Inamaanisha nini? Jamil. Hawala amejaribu. Kitu kujaribu inaitwa fi'lu hawala. Mudhari yake inakuwa vipi? Yuhawilu. Anafanya nini? Anajaribu. Kwa ukisema kama ni mimi najaribu, uhawilu. Ukisema ukiondosha yu, kwa sababu yu hapa makadirio ni kwa huwa, mtu ambaye hayupo tayari hapo, kama ilivyokuwa hawala asili ya Kiarabu fi'lu madhi makusudio kwa huwa ambaye mtu hayupo. Tutafahamiana? Kwa hiyo yuhawilu anajaribu. Amri yake hawil, jaribu. Kama mwanamke hawili, amri ya kike na kiume katika Kiarabu tofauti kama tunavyofahamu. Hawili, hawili ya Maryam, jaribu ya Maryam. Hawili, mafhumu? Kwa hiyo sasa anasema hawil marratan ukhra, jaribu mara nyingine. Kwa mfano, anta tasalta bi shakhsin ma, umempigia simu mtu fulani. Tayari hapa wa bil asaf, na kwa bahati mbaya la yustaqbal hatifuhu, haipokelewi simu yake. Kwa hiyo unamwambia mtu hawil marratan ukhra, hebu jaribu tena. Tutafahamiana hapo hawil kama mwanamke hawili, jaribu marratan ukhra kwa mara nyingine, maana yake jaribu tena. Tayari hapo طيب nantaqilu, tunaondoka. Kullukum alhashish. Alhashish shay'un khatir jiddan. Hashish ni kitu hatari mno. Hashishu ni bangi. Kwa Kiarabu bangi inaitwa nini? Hashish. Aina almimsaha? Hal saqatat? Kifutio kiko wapi? Kimeanguka? La arahu. Sikioni. Aina dhahabat? Inshallah. Idhan kalima alhashish. Hashishu maana yake nini? Bangi. Kwa bangi kwa Kiarabu sio ukasema kama nataka kusema kwa Kiarabu bangi inaitwa vipi? Inaitwa alhashishu. Mafhum? طيب ya Shanyange, hal taarifu alhashish? Bangi unajua? La. Inshallah. Man yaarifu minkum alhashisha? Nani miongoni mwenu anajua bangi? Marraahu, nani kapatapo kuiona? Inshallah. Alhashish shay'un khatir yastakhdimuha baadhi الناس, wanaitumia baadhi ya watu. طيب kullukum dakhana. Dakhana ndo amevuta sigara au bangi, inatumika fi'lu hiyo dakhana. Yudakhinu, tunaiswarifu katika mudhari yudakhinu, amri yake inakuwa vipi? Dakhin, ndio dakhin, vuta bangi. Masdari yake tadkhin, kuvuta. Hii ndo masdari, si ndio? Tadkhinun. Kwa sababu tunaambiwa fi'lu itakapokuwa uzani wa fa'ala, yufa'ilu, fa'il, taf'ilun. Ndo masa kwa itakuwa hii kwa uzani mmoja. Tadkhin. Kwa hiyo ukisema yudakhinu alhashisha, anavuta bangi. Unafahamiana? Fulan fi hadhihi alayam au fi ayamina hadha, fulani siku zetu hizi au siku hizi yudakhinu alhashisha. Wasijara, anavuta bangi. Wasijara, na sigara. Fahamiana hapo طيب كلكم مزاد العلني. نعم. مزاد العلني مكان يساهم الناس في مسألة البيع. Ni sehemu ambayo watu wanapatana pale katika masala ya mauzaji. Yaani mazadul alani ni sehemu ya mnada. Unaweza ukasikia pengine samaki kule sokoni 5,000, 6,000 wanatiwa bei, ndio? Akiwafiki mtu
anainua mkono pengine au kidole au nini, au anasema mazadul alani ni mnada. Kwa mfano unataka kusema wallahi ishraitu hadha fi mazadil alani, nimekinunua hichi kwenye mnada. Sio kwamba labda kuuziwa vitu pembeni pembeni tu. Kwa hiyo mazadu al-alani ni mnada ule ambao unahusika na masuala ya kuuza na kununua. Tayib, kullukum ala ajal. Kwa Kiarabu kimwambia mtu ala ajal, jikaze, haraka, maana yake bisur'a, haraka. Ala ajal, fanya hima we, haraka, jikaze, tayari hapo. Maana yake ala ajal, jua hii wa ala ina matumizi mengi sana katika lugha ya Kiarabu. Hizi harfu za jari zina maana nyingi kweli kweli. Tujafahamiana hapa. Kwa mfano hii fi au harfu ya jari min. Min tulivyozoea wengi, harfu ya jari ina maana kama moja. Tunajua min ni kutoka tu, kwa maana ya ibtida, kuanza kitu. Lakini min ina maana nyingi sana. Inshallah tutakuja kuona katika somo la nahau kuna maana hazishuki takribani ya 21 za min. Tujafahamiana hapa. Na hii fi, harfu za jari zote nyingine zinaingiliana na nyingi, basi unazipata mpaka kwenye Qur'an. Kwa mfano hii min unaweza kusema kwamba inna min azwajikum. Min inaweza ikatumika kwa maana tabghidhia, ubaadhi, sehemu ya kitu. Kwa mfano inna min azwajikum, Mungu anaposema hakika baadhi ya wake zenu, pale kwa maana. Lakini min inaweza ikatumika kwa ibtila, maana aghlabu tuliweza kuanza, mfano min almadina, kutoka mjini, ibtila, kwanza pale sehemu. Na kuna min inaweza ikatumika kwa maana ya tafdhilia, ubora. Kwa mfano walal akhiratu khairul laka mina al-ula, maisha ya dunia au maisha ya akhira ni bora kuliko ya dunia, kwa ile min. Tunafahamiana? Au unaweza kumwambia mtu hadha ajmalu min dhak, hiki ni kizuri zaidi kuliko kile kule. Tunafahamiana hapo Inawezekana inatumika kwa maana nyingi sana, lakini inshallah tutakuja kuziona. Kuna kitabu kinaitwa Hadiyatu Tullabi ila ilmi nahwi, katika vitabu alivyotunga marehemu. Tutakuja kuona inshallah zawadi ya wanafunzi katika ilmu ya nahwu kikubwa hivi, akipungui kata 100 kama na 50 au karibu hivi. Tayib, wa ala ajal maana yake haraka au jikaze kumwambia mtu. Tayib, kullukum laysa mizahan, sio utani. Pengine mtu mumwambia kitu fulani, ya sheikh anta mad'uun ila al-urs, umealikwa harusi. Laisa mizaha, sio utani, sio mchezo. Mfano kazoea mtu wa matani, laisa mizaha, sio mchezo, sio utani. Tushafahamiana hapo Hadha haqa, hili jambo ni kweli kabisa. Fahamiana? Ataqulu haqa, unasema kweli? Naam, laisa mizaha, sio utani. Kwa hiyo kullukum ji'tu niyabatan anhu, nimekuja kwa niaba yake. Unataka kuzungumza kwa Kiarabu, mtu kakuwakilisha sehemu, ji'tu niyabatan anhu. Sasa anhu niaba ya huyo mwanamume, ikiwa mwanamke anha inategemea. Tushafahamiana hapa Jitu niyabatan anha, nimekuja kwa niaba yake, itakuwa hapa ni mwanamke. Ikiwa jitu niyabatan anhu, niaba ya huyo mwanamume, anhu. Mafhum? Tayyib, kullukum su'ubatul ittisalat. Ma maana hadhihi al-ibara? Nini maana ibara hiyo? Su'ubatul ittisalat. Su'ubatu masdar min fi'li su'uba. Su'ubatu ni masdar ya kitendo swa'uba. Swa'uba kimekuwa kigumu kitu, si ndio? Kwa hiyo su'ubatul ittisalati, ugumu wa mawasiliano. Ittisalati ndo nini? Mawasiliano. Pengine mtu kila akipiga simu wa mawasiliano, limadha lam tattasil bil amsi, kwa nini jana hukunipigia simu? Wallahi mattasaltu bika bi su'ubatil ittisalat, sijakupigia simu kwa sababu ya ugumu wa mawasiliano. Mafhum? Tayib, kullukum ghilaful kitabi. Ghilafu ni gamba la kitabu, au ghilafu cover kwa Kiarabu. Kwa sijajiuza cover ile inaitwa vipi? Ghilafu daftar, cover ya buku. Ndio. Ghilafu gamba lile la kitabu, mfano ile gamba la nje linaitwa ghilaf, au cover pia inaitwa kwa Kiarabu ghilaf. Mafhum? Unaweza kwenda dukani, muuzaji ni Mwarabu, ukaulizwa madha turidu ya akhi, unataka nini? Wallahi uridu ghilaf alkitab, nataka cover kitabu au gamba la kitabu, au ghilaf ad-daftar. Hal yujadu, je kinapatikana hicho kitu? Naam yujad, vipo kathir, wingi pengi. Tayib, kullukum at'imatun madiyya.
Vyakula vya chemical, maadiya, mambo ya chemical. Tayari hapa. At'imatu, wingi wa ta'am. Taamu, chakula, vikiwa vingi jamo yake at'imatu inakuwa at'imatu, jamu taksiri hiyo, si ndio? At'imatu. Tayari hapo. At'imatu, vyakula, at'imatu maadiya, vyakula vya chemical. Ndio tunaita. Maana neno madatu hili tulioliandika hili hapa lina maana mada kwa maana somo, lakini madatu mambo ya chemical. Madatu chemical pia inatumika hivyo. At'imatu at'imatu madiya, vyakula vya chemical. Ana la ufadhilu at'imatu madiya, mimi bwana sipendi vyakula vya chemical. Tayib, na kinyume chake at'imatun asliya, vyakula vya asili. Tayib, kullukum alla ushghilak, nisikushughulishe. Mfano, mtu unamwambia mbona jana hujaniambia kitu, unaweza kumwambia jitu, nilikuja mimi. Jitu, nilikuja, faraaitu, nikaona. Nimemkutia mtu tena na shughuli. Alla ushghilaka, nisikushughulishe. Ina maandishi mawili hapa, kwa sababu pana hukumu ya idgham hapa. Alla ushghila, aidha hii nuni unaweza kuimaandishi ukaitoa moja kwa moja kama hivi, ukaandika moja kwa moja, lakini ujue pana nuni, ndio maana tumechanganya. Na ndio maana hapa hii fi'lu asili huwezi ukasema la ushghiluka, imepata nasbu, imenasibishwa kwa sababu pana hii an kisheria, lakini ndo imefichwa tu. Kwa alla ushghilak, faraitu alla ushghila, nikaona sikushughulishe, idhan farajatu, kwa hiyo nikarudi. Kwa alla ushghilak, tayari hapo tayari. Na ndio maana kuna msemo mmoja wa Kiarabu unasema hivi, in tushghilin nasa, in tushghilin nasa, ikiwa utawashughulisha watu. In tushghilin nasa, ikiwa utawashughulisha watu. Taghram thamanan, itabidi ugharamike kithamani. Kwa mfano, umetaka ufanywe jambo fulani, kazi fulani, itabidi ugharamike, kwa sababu yule itakuwa ameacha kazi zake. Tayari hapo in tushghilin nasa, mtu anakuambia mfano, unamuelekeza mfano, fanya dua hiyo hivi na hivi, siwezi, basi leta nikufanyie, lakini ufahamu tu in tushghilin nasa taghram thamana, ukishughulisha watu inabidi ugharamike kithamani. Hilo haliepukiki. In harfu sharti kule kwenye nahau, jawabu yake hii inajazimisha. Kama ukimwambia mtu in talrib alrib, ukipiga napiga. In tanswarif answarif, ukiondoka naondoka. Sawa hapo Na ili lije hili huku sharti litimie jawabu, kwanza lifanywe sharti. Unafahamiana lifanyike nini? Sharti. Kwa mfano, Mungu anasema in tansurullaha yansurkum, kama mtamnusuru Mungu, maana mtanusuru dini ya Mungu, atakunusuruni. Maana yake mkiacha kunusuru, na hakunusuruni chochote. Kwa lazima kwanza walitekelezwe sharti ndio liweze kufikia huko. In tushghilin nasa taghram thamana, ukishughulisha watu inabidi ugharimike kithamani. Tayeb, huo ni msemo. Tayeb, kullukum ana lastu jahizan ila al'an. Mimi sijajiandaa mpaka sasa. Maana mbili, jahiza, mtu kuwa tayari kitu. Ukisema ana jahizun, mimi niko tayari. Lakini sasa lastu jahiza, siko tayari. Maana kuna mawili, ima hujajiandaa, ima kwanza hujataka sala jambo. Kwa ana lastu jahizan ila al'ana, mimi siko tayari mpaka hivi sasa kwanza. Tayari hapo ila al'ana, mpaka hivi. Au utasema hatta al'ana. Lugha zote mbili tunaweza tukatumia. Ila al'ana, mpaka hivi sasa, au hatta al'ana. Tushafahamiana hapo ana lastu jahizan. Kama mwanamke hapa haiwi jahiza, ataongeza te ana lastu jahizatan. Idha kana muannatha, akiwa ni mwanamke. Idha kana mudhakkaran jahiza, wa idha kana muannatha nazidu ta almarbuta, tunaongeza ta iliyofungwa hiyo, kwa inakuwa jahizat. Mafhum? Kwa kisoma Kiarabu tu, kwa Kiarabu mfano mtu anakuuliza hal anta jahiz ila safar, uko tayari kuelekea safarini? La, lastu jahiza. Tayari hapo naam, ana jahiz. Tayari hapo Na unaweza kuuliza hali taamu jahiz, jamani chakula tayari? La, laisa jahizan, bado hakija kuwa tayari. Kullukum artajifu min alkhawf.
Hapo tunao kwa sasa hapo ni fi'lu mudhari' kutokana na kitendo irtajafa. Ma maana irtajafa? Kuna fi'lu inaitwa irtajafa. Ametetemeka hii. Irtajafa. Yartajifu. Anatetemeka. Irtajif. Irtijafun. Kutetemeka. Uzani wa ifta'ala huo, si ndio? Ifta'ala kule kwenye sarfu. Yafta'ilu. Ifta'il. Iftialun. Kwa hiyo irtajafa ametetemeka, yartajifu tayari. Kwa hapa nasa artajifu min alkhawfi, wallahi natetemeka kutokana na oga, khawfi oga. Kwa ile mtu mfano labda pena amesimama mbele ya rais na mazoea yake yote anatetemeka kama bandala huyu vile, si ndio? Kwa artajif, kuntu artajif, ilikuwa natetemeka min alkhawfi, kutokana na oga. Tayib, kullukum anzilni huna. Na hii unaweza ukatumia artajifu min albardi, natetemeka kutokana na baridi. Unaweza kutumia baridi. Tayari hapa. Tayib, anzilni huna, nishushe hapa. Hii ni bara ambayo labda uko kwenye gari au sehemu ya chombo umechukuliwa. Anzilni, anzala ameshusha. Yanzilu, anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Sasa af'ala yuf'ilu, si ndio? Kwa hiyo anzala yunzilu, anzil ndo amri yake. Anzilni, nishushe mimi huna hapa. Mfano anzilni huna inda almasjid, hebu nishushe. Anzilni huna inda almasjid, hebu nishushe hapa msikitini. Inda almasjid alkabir, nishushe msikiti mkubwa. Tayari hapo. Anzilni huna inda dawar, nishushe hapa roundabout. Fahamiana hapo Inda ad-dawar. Inda ad-dawar. Roundabout. Tayari hapo Anzilni huna, nishushe hapa inda al-mun'ataf, kwenye cross. Mun'ataf. Cross ile inaitwa kwa Kiarabu mun'ataf. Tayib. Kwa hiyo ilikuwa ni ibara yetu ya mwisho kabisa. Kwa tulikuwa tuna ibara au makatil kalam takriban 14. Kwa hiyo da'ni an ulakhisa ay an a'uda biikhtisar. Acha ni rejee kwa ufupi. Tadhakkari leo, kumbuka leo hii tulikuwa tuna mukataati hizi. Tumesema hawil maratan ukhra, jaribu kwa mara nyingine. Kama mwanamke hawili. Alhashishu tumesema ni bangi, lakini kadhalika tumenafilu dakhana, amevuta sigara au bangi. Mazadul alani tumesema ni mnada, ule ambao unatumika katika maswali ya bei, aghlabu masokoni humo. Ala ajal, haraka, aibi sura. Laisa mizaha, sio mchezo, sio utani. Jitu niyabatan anhu, nimekuja kwa niaba yake. Tumesema kama mwanamke anha. Tare suubatul ittisalat, ugumu wa mawasiliano. Kadhalika tukaona ghilaful kitab, ni gamba la kitabu, makava tunaita. Kadhalika at'imatu madiyya, vyakula vya chemical. Kadhalika alla ushghilak, nisikushughulisha. Ana lastu jahizan ila alana, mimi siko tayari mpaka hivi sasa, sijakuwa tayari. Hatta alana, ukipenda tumia artajifu, natetemeka, min alkhawfi, kutokana na hofu au woga. Kadhalika anzilni huna, nishushe hapa. Idhan hadha huwa khitamu dasna lihadha alyawm. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa darasa yetu ya leo hii. Akhiran, mwisho kabisa, aiwa fil khitam, kwa kumalizia, ashkurukum ghayat ash-shukri lihusni istima'ikum wa mutaba'atikum wa ta'awunikum al-jamil ma'i. Kwa hiyo nakushukuruni sana, pamoja na usikivu wenu, pamoja na ufuatiliaji wenu, pamoja na mimi, mundhu alifi ad-darsi ila yaihi, tangu mwanzo wa darasa mpaka mwisho wake. Lakini kadhalika nabuthu jazila shukri, lakini vile vile tunatoa shukrani kubwa kabisa li jamii almutabi'in, kwa wafuatiliaji wote, walmustami'ina, na wasikilizaji wote, lihadhihi alqanat, wa channel hii, aina makanu fil alam, popote walipo ulimwenguni, sharqan wa gharba, wakiwa mashariki au magharibi, januban au shamala, wakiwa kusini au kaskazini, wa hata lau kanu fi baadhi muhafadhati Tanzania, na hata kama watakuwa baadhi ya mikoa mbalimbali ya Tanzania, wa kharij alwatan, na hata nje ya nchi. Nashkuruhum jamia, tunawashukuru wote, wa
إلى هنا نقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء في الدرس المقبل غدا بمشيئة الله تعالى وتوفيقه.